Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kinatarajiwa kushuka dimbani siku hii ya leo kumenyana dhidi ya JKT Tanzania. Sasa story so Young Africans kushuka dimbani kumenyana na JKT Tanzania, maana tumeshazoea kuwaona wakikutana mara kadhaa. Sasa taarifa kubwa ni kwamba ni namna ambavyo kocha wa Dar es Salaam Young Africans, kocha Mankoba, namna ambavyo amekuwa akivifahamu vizuri vilabu ambavyo anakwenda kukutana navyo. Katika press siku ya jana, kocha Mankoba alikuwa anafanya analysis ya kikosi cha JKT Tanzania as if kwamba yupo katika msimu zaidi ya misimu mmoja, kwa maana yupo labda misimu 3-4, namna ambavyo alikuwa anamchambua mwalimu wa JKT Tanzania, namna ambavyo alivyokuwa anachambua mchezaji mmoja na sifa zake, kitu ambacho kimepeleka mashaka makubwa sana kwa wapinzani ambao anakwenda kukutana nao. Na hii sio mara ya kwanza. Ikumbukwe mchezo dhidi ya Simba alizungumza na kuchambua mchezaji mmoja, akaenda kucheza mchezo dhidi ya Namungo Football Club, pia alikwenda akachambua mchezaji mmoja na mwalimu, na akazungumza wazi ni mwalimu mwenye CV kubwa, ameshasimamia timu ya taifa ya Tanzania, anamfahamu vizuri, experience na kila kitu. Lakini sambamba na hapo pia tukashuhudia namna ambavyo alikwenda kumchambua mwalimu wa Coastal Union na wachezaji ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Coastal Union, kitu ambacho kinapeleka pia mashaka. Leo hii tunazungumza kuhusu JKT Tanzania, pia amefanya hivyo. Sasa jambo la kujiuliza, mwalimu Mankoba anaandaliwa skripti ya kuwatisha wapinzani, ama ni kweli anakaa na kufuatilia timu kwa kiasi hichi kikubwa? Kwa sababu katika historia ya soka hapa nchini Tanzania hakuna mwalimu ambaye alikuwa anafanya kama namna ambavyo anafanya Mankoba. Ama Young Africans walimpata muda mrefu mwalimu na alikuwa anasoma wapinzani ambao wapo katika ligi kuu kwa kipindi kirefu, huenda ikawa hivyo. Lakini hivi sasa ni kwamba ni namna ambavyo amekuwa akifanya analysis ya kikosi ambacho anakwenda kumenyana nacho, na amekuwa akitoa tathmini ya kinifu pasipo kupepesa macho. Huenda anakaa na kufuatilia vilabu ambavyo anakwenda kukutana navyo, ama anaandaliwa script ya kwenda kuwatisha wapinzani. Yani mwalimu hana hata miezi mitatu anawataja wachezaji wa JKT Tanzania zaidi ya mchezaji mmoja, kwamba fulani anacheza hivi, fulani anacheza vile, huyu bora hapa. Anataja weakness, anataja ubora ambao wako nao, play style ya timu husika, kitu ambacho ni nadra kukiona. Mara nyingi tumeshuhudia makocha wakizungumza vitu vingi kwenye press conference, lakini kocha Mankoba ameonekana kuwa ni mtu ambaye anafuatilia zaidi wapinzani ambao anakwenda kukutana nao. Leo Young Africans watashuka dimbani dhidi ya JKT Tanzania. Tutakwenda kushuhudia, je, kile ambacho likiona weakness ya JKT ataweza kuitumia vizuri, ataendeleza ushindi, ama JKT watakwenda kumsurprise kocha Mankoba, kwa maana kile ambacho amekifanyia analysis kwenye kikosi chao hakitoweza kutokea. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.